Siyafu Online TV, qulil haqqa wa in kana Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu Waislamu, niwatakie kheri na fanaka ya maisha yetu yenye maslahi ya dunia na maslahi yetu ya kudumu ya huko akhira. Mwenyezi Mungu ayajalie mafanikio makubwa ndani yake, amin amin amin. Ikhwani, leo hii nimewaandalia mada kwa anwani semayo mitazamo kuhusu isbali katika Uislamu. Mitazamo kuhusu isbali katika Uislamu. Nini maana ya isbali kwa kifupi? Hili ni tendo la mwanamume kurefusha vazi lake mpaka likavuka vifundo vya miguuni. Swala hili limepewa uzito mkubwa katika fikhi ya Kiislamu kutokana na kuwepo kwa hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazolizungumzia jambo hili kwa mitazamo tofauti kuhusu hukumu ya isbali, ambapo ndani yake imejitokeza mitazamo miwili mikuu ifuatayo. Mtazamo wa kwanza, maulama wetu katika jitihada zao za kufasiri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtazamo wa kwanza unaona kwamba vazi linalovuka vifundo vya miguu ni haramu kwa mwanamume. Vazi linalovuka vifundo vya miguu ni haramu kwa Muislamu mwanamume. Baadhi ya wanazuoni wakubwa wa Kiislamu kama Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Dhahabi na Albani na wengineo wanamtazamo kuwa kurefusha vazi, yani isbal, chini ya vifundo vya miguu kwa mwanamume ni haramu kwa hali zote zile, bila kujali kama mtu huyo amefanya hivyo kwa kiburi au bila ya kiburi. Rai ya wanazuoni hawa unakuja kutokana na hadithi ifuatayo. Wanategemea hadithi sahihi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume amesema, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, sehemu ya vazi iliyo chini ya vifundo vya miguu kwa mwanamume, basi sehemu hiyo ni katika moto. Hadithi hii inapatikana sahihi Bukhari. Wanazuoni wa mtazamo huu wanaeleza kuwa hadithi hii imetolewa kwa lafudhi ya jumla bila kutaja sharti la kiburi, hivyo wanachukulia kwa maana yake ya wazi kuwa kurefusha vazi chini ya vifundo imekatazwa, na kwamba hadithi zinazotaja kiburi zinabainisha ukubwa wa dhambi, si kuweka sharti la hukumu. Kwa hivyo ndivyo walivyokwenda mtazamo huu wa kwanza, kwamba vazi kwa mwanamume likivuka vifundo viwili, basi hilo vazi hilo ni haramu na jazaa yake ni kwenda motoni. Tugeukie upande wa pili. Mtazamo wa pili unaona kwamba vazi linalovuka vifundo vya miguu ni haramu ikiwa linavaliwa kwa kiburi. Vazi linalovuka vifundo vya miguu kwa mwanamume ni haramu ikiwa linavaliwa kwa kiburi. Mtazamo huu unaungwa mkono na baadhi ya wanazuoni wakiwemo Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik ibn Anas na Imamu Shafi kwamba vazi linalovuka vifundo vya miguu, yani isbal, ni halali, isipokuwa inaharamishwa vazi hilo linaporefushwa hadi chini ya vifundo kwa kiburi tu, kwa kiburi tu. Ndivyo walivyokwenda mtazamo huu. Wanategemea hadithi gani wanazuoni katika mtazamo huu? Wanategemea hadithi ya Abdullah ibn Umar kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawmal qiyamah. Man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawmal qiyamah, yeyote mwenye kuburuza
nguo yake kwa kiburi, khuyala, kwa kiburi, Mwenyezi Mungu hatamwangalia siku ya Kiyama. Hadithi hii ipo katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Pia wanategemea tukio la Abu Bakar as-Siddiq, huyu khalifa wetu wa kwanza ambaye alidumu katika ukhalifa wake kwa muda wa miaka miwili. Tukio hili linakuwaje? Abu Bakar alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wakati mwingine nguo yake huteleza na kushuka chini ya vifundo vya miguu bila ya kukusudia. Mtume alimwambia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyalaa, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyalaa, hakika wewe Abu Bakari si miongoni mwa wanaofanya hivyo, yani kuvaa nguo yako kaburuza chini ya vifundo kwa kiburi. Hufanyi hivyo kwa kiburi. Neno hili lilojibua na Mtume sallallahu alaihi wasallam linapatikana sahihi Bukhari. Kupitia tukio hili wanazuoni wanaona kuwa mambo mawili: kuwepo kwa udhuru, yani kutokusudia, kwamba kwa kufanya hivyo itakuwa faa kuvuka vazi lako chini ya fundo. Yani Abubakar radhiallahu anhu hakuwa akirefusha vazi lake kwa makusudi, bali lilikuwa linateleza bila ya yeye kupenda, hivyo hakuhesabiwa na Mtume katika wenye kufanya kosa hilo la kurefusha vazi likavuka vifundo viwili. Aidha, wanazuoni wa mtazamo huu wanaona kwamba kiburi ndicho kiini cha katazo. Kiburi ndicho kiini cha katazo, kwa maana anakusudia kila tukio au kila hadithi au mwenendo una sababu yake. Kwa sababu hasa ya hadithi hii ya kurefusha au kutorefusha vazi hadi kwenye vifundo linahusishwa hasa na kiburi, ndiyo kiini chake, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkataza Abubakari moja kwa moja kuhusu kushuka kwa nguo, bali alikataza ni kuondoa sifa ya kiburi kwake. Hii inaonyesha kuwa tatizo kuu si kushuka kwa nguo pekee, bali ni kiburi kinachoambatana nacho. Ndugu zangu Waislamu, kwa ujumla, suala la isbali limepelekea kuwepo kwa mitazamo miwili mikuu miongoni mwa wanazuoni wetu wa Kiislamu. Kama nilivyosema, mtazamo wa kwanza unaona kuwa kurefusha vazi chini ya vifundo vya miguu kwa mwanamume ni haramu bila kujali sababu ya aina yoyote ile. Na mtazamo wa pili unaona kuwa kurefusha vazi chini ya vifundo vya miguu kwa mwanamume ni halali ikiwa halivaliwi vazi hilo kwa majivuno, labda majigambo, labda ufahari, labda au kwa kiburi au kwa namna nyingine yote ambayo itakuwa haileti sifa nzuri ya Muislamu. Hapo nimemalizia, lakini ndugu zangu Waislamu, tuyatafakari hayo kinasibisha na mada yetu hii ya isbali ya leo. Kwanza ndugu yangu Muislamu, unaweza kufuata mtazamo wote unaokushawishi kwa kuzingatia dalili na hoja kama zilizobainishwa na wanazuoni wetu hawa ambao tumewainisha hapo juu. Ndugu zangu, kuna tabia mbaya sasa imejitokeza juu ya isbali, kwamba kwa wale wanaotekeleza agizo hili la kutorefusha mavazi yao hadi kwenye vifundo huitwa vikanzu, kama njia ya kuwabeza, wakejeli au kuwaita ni masalafi uchwara. Kwa hakika ndugu zangu Muislamu, mwelekeo kama huu si tabia za dini yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo mimi nadhani tujiepushe na hali kama hiyo, kwa sababu wao wanafuata kwa ufahamu wa hadithi na ipo dalili wanayoitegemea. Pia ndugu zangu Waislamu, kuna dhana potofu inayohusishwa na isbali kwamba wakati wa kusali tu ndiyo mtu anakunja nguo yake, yani isivuke vifundo, na anapomaliza kusali anaikunjua nguo yake, na hivyo nguo hiyo inavuka vifundo vyake vya miguuni. Kwa hakika dhana hii ya isbali haikuhusishwa na sala wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya tunayafanya kwa utashi wetu. Ukiamua kufuata hakivuki vifundo nguo yako, fuata namna hiyo, haikuhusishwa na sala. Na yule anayerefusha inaikavuka vifundo vyake, kwamba hana kiburi kama ulivyoelezwa na mtazamo wa pili, hakuhusishwa pia na sala. Kwa hiyo tusihusishe isbali na sala zetu tunazoswali jamaa au za pweke. Jambo jingine ndugu zangu la kutafakari kuhusu isbali ni kuwepo kwa manufaa
kwa asiyerefusha nguo yake na anayerefusha nguo yake hadi vifundoni. Kwa mfano, asiyerefusha ambaye anafuata mtazamo wa kwanza kwa agizo lile lilokuja kwa Mtume, ni rahisi kuepukana na najis au uchafu wa nguo yako. Haya ni manufaa makubwa. Na anayerefusha kwa kufuata mtazamo wa pili, na hadithi imekuja kama ile inavyosema khuyala lasta alaika min alkhuyala, inaweza kumsaidia katika mazingira fulani ya kazi, labda kwa maana baadhi ya kazi zinalazimisha kurefusha nguo. Kwa ndugu zangu, kama hali kama hii, usije ukaacha kuajiriwa kazi kwa sababu tu msimamo wako wa kwanza kwamba nguo isivuke. Na nguo katika baadhi ya kazi zinarefushwa kwa sababu ndio uniform au ndio tabia ya kazi hiyo husika. Kwa usije ukaacha kazi kwa sababu wewe una mtazamo wa kwanza ule, hata unaweza ukabadilika ukafuata mtazamo wa pili, alimradi tu Uislamu haukukuja kubinya ukakukandamiza. Uislamu yote unaokufanyia ni kukufanyia utekeleze ibada zako kwa sahihi na kwa wepesi. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siafu Online TV, qulil haqqa wa in kana. Hii hapa ni dawa ya pumu. Kama unateseka na pumu ya kurisi au pumu ya ukubwani, usipate tabu, tumia dawa yetu hii. Nadhani mnaiona hiyo dawa, mnavyoiona ndo ilivyo. Hata ukija kwangu ukitaka dawa ya pumu, utapata dawa ya aina hiyo hapo mnayoiona hapo. Hiyo iko nusu. Dawa ya siafu ya pumu haijai, hiyo ni lita 1.5, iko nusu. Kama kuna mtu ana pumu ya kurisi ama pumu ya ukubwani, labda asipate tabu, atatumia dawa hiyo ya kupunguza na kuondoa kabisa matatizo ya pumu sugu. Hiyo ni tiba ya uhakika na salama na isiyo na madhara wala kemikali. Hapo ni asali na mambo mengine. Rudisha pumzi yako, rudisha nguvu zako, na uishi maisha bila ya hofu ya kushindwa kupumua. Yoyote yule anatumia, mkubwa mdogo, kike kiume, watoto wao ndo nawataka sana muwalete, musiwaache isije ikawa kubwa hiyo. Lakini pia ukiacha mbali na dawa hiyo hapo ya pumu, dawa mnayoiona hapo ndo nataka nizungumzie. Dawa hiyo inaitwa asali tiba. Hilo ndo jina ambalo mimi nimeita. Hiyo ni asali tiba. Wengi wenu mnaijua dawa ya Cuba. Dawa ya Cuba ile kazi yake ni kutibu mashaka ya masturbation, lakini dawa ya Cuba haiwasaidii watu wenye pressure, haiwasaidii watu wenye sukari. Dawa ya Cuba hii ni kwa ajili ya vijana ambao moto umo tayari. Nikizungumzia moto nadhani mnaelewa, moto umo, lakini wanashindwa tu kuendelea na safari. Kwa hiyo dawa ya Cuba ndio inadili na kuendelea tu safari. Dawa ya Cuba haimarishi ume. Dawa ya Cuba haitibu tatizo la mwanaume ambaye hana nguvu za kiume kabisa. Dawa ya Cuba ipo kwa ajili ya wanaume ambao wanazo nguvu za kiume, ila tutendo linakuwa fupi. Ndio dawa ya Cuba. Sasa hiyo hapo mnayoona hapo, asali tiba, hiyo ndio dawa ya msingi kwa kila mwanaume kutumia. Dawa ya Cuba anaitumia mwanaume ambaye tayari ameshaoa. Lazima uwe umeoa ndio utumie dawa ya Cuba. Mr. Kidhambi wazee, lazima uwe umeoa. Lakini asali tiba hii hapa mnayoona hapo, dawa hiyo anatumia yoyote. Dawa hiyo hapo asali tiba anatumia mwanaume yoyote. Wewe kijana ambaye uko kwenye masomo yako, labda kama ni nje ama uko Tanzania unasoma chuo, nunua dawa hii, uwe unakunywa taratibu, unajijenga. Ikifikia hatua ya kuoa, wewe utakuwa uko imara zaidi. Kijana wangu alikuwa ambaye alitumia dawa hiyo ikamsaidia, alikuwa anaua mfungo 4, mfungo 3 katumia dawa, mfungo 4 tayari. Wale wazee wangu ambao nguvu zimezimwa kabisa, asali tiba inakwenda kumhuisha zile nguvu, manake zinakuja juu. Wagonjwa wa sukari, pressure, ukitumia asali tiba ina faida kubwa na inatengeneza. Kwa maelezo zaidi nipigie simu 0618 22 33 97.